السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. عباد الله، إن من أعظم نعم الله تعالى التي امتن الله بها علينا بعد أن هدانا للإسلام نعمة السنة والابتعاد عن البدع. فقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: أي إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن bal huwa muhal. Ndugu zanguni wa Kiislamu, nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuhusia nafsi yangu katika hilo, kwani ndio kufaulu kwetu katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Hakika miongoni mwa neema kubwa kabisa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha baada ya neema ya Uislamu na iman ni neema ya sunna na kuwa mbali na bid'a. Hii ni neema kubwa kabisa baada ya neema ya Uislamu na iman, kwani hakuna hidayah nje ya sunna. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: wa in tuti'uhu tahtadu, ikiwa mtamtii Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana ikiwa mtafuata sunna, kamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake, katika maamrisho, na mkaacha makatazo, tahtadu, hapo ndipo mtakapokuwa ni wenye kuongoka. Anasema al-Imamu Sa'di rahimahullah: tahtadu ay ila siratil mustaqim, taongoka katika njia iliyonyooka, qaulan wa amala, kwa kauli na kwa vitendo. Fala sabila lakum, hakuna njia kwenu nyinyi, ila alhidayati illa bitaati, hakuna njia kwa waislamu ya kupata hidayah isipokuwa kwa kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam, kufuata sunna zake. Anasema wa biduni dhalika la yumkin, kinyume na hivyo haitowezekana, bal huwa muhalun, bali jambo hilo ni mustahil. Haiwezekani kupata hidayah nje ya kuacha sunna, pasi na kufuata sunna. Yani utakapoacha sunna, basi ujue ndio umekosa hidayah, na kwa kushikamana na kufuata sunna ndio kupata hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala: am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah, bali wana wao washirika waliowafanyia sheria katika dini ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hajadhiidhinisha,
hakuziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Shara'u lahum min ad-din, anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, min ash-shirki wal bid'ah, kawekea mambo ya shirki na mambo ya bid'ah, wakajalia kuwa ni qurba yataqarrabuna biha ila Allah, wakijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuyafanya kuwa ni sheria. Waqala ta'ala, na amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala, faman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, na hakuna dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule aliyemzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Walmubtadi', na mtu wa bid'a, yaftari ala Allahi kadhiba, na mtu wa bid'a anamzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo kwa kujalia kisichokuwa ibada kuwa ni ibada, kwa kujalia kisichokuwa qurba wakafanya kuwa ni qurba, wakijikurubisha kwacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na huku ni kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alituchorea mstari mrefu. Faqal, akasema, hadha sabilullah, hii ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khatta khututan an yamini wa an shimali, kisha akachora mistari midogo midogo kuliani na kushotoni. Kisha akasema, wa hadhihi subulun, na hizi ni njia, ala kulli sabili minha shaytanun yad'u ilayhi, katika kila njia miongoni mwa njia hizi ndogo kuna shaitani analingania katika njia hizo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisoma aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifate njia ndogo ndogo, njia ambazo ziko dhidi ya njia moja ya Allah subhanahu wa ta'ala, zitakuwekeni mbali na njia yake Allah jalla wa ala. Mujahid katika wafasiri wakubwa wa Qur'an, Mujahid rahimahullahu ta'ala, wakati akitafsiri aya hii anasema, wala tattabi'u subula, as-subul albid'i washahawat, ni mambo ya bid'a na mambo ya matamanio. Utakapofuata mambo ya bid'a na shahawat, fatafarraqa bikum an sabili, hayo yatakuwekeni mbali na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia iliyonyooka. Wa min albid'i allati uhdithat fi hadha ash-shahr bid'atu al-ihtifal bilmawlid an-nabawi, wa qad ahdathaha ad-dawlatu al-ubaydiyah al-batiniyah al-qurmutiyyah bimisra بعد أن مات الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والأئمة الأربعة. Ndugu zanguni, miongoni mwa bid'a ambazo zimezushwa katika mwezi huu wa Rabiul Awwal ni bid'a ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bid'a hii imezushwa na daula ya Ubaidiyya ambao ni batiniya al-Qurmutiyya, watu wenye itikadi za kufuru, shirki na bid'a kubwa kubwa mukaffira ambazo zinamtoa mtu katika Uislamu. Na walizusha bid'a hii baada ya kuwa wamekufa maswahaba wote wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika wamekufa wale walioishi na masahaba at-tabi'un, kadhalika wale waliowafuata tabi'in, kadhalika al-a'immatul arba', baada ya kuwa wamekufa maimamu wanne hawa wa fiqhi ambao ni maarufu. Hawa wote hawakuwepo duniani wakati inaanzishwa
na kuzushwa bidaa hii ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu bidaa hii ya maulid imeanzishwa karne ya 4 na imamu wa mwisho katika hawa maimamu wanne wa mwisho kufa ni Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, ambaye amekufa mwaka wa 241. Kwa hiyo miaka 200 baadaye, baada ya kumalizika hawa maimamu wanne wa fiqhi, ndio inakuja kuzuka ibada hii ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni bid'a iliyozushwa katika hii dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakutelemsha dalili, wala Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufundisha jambo hili. Na lau lingekuwa ni sehemu ya dini, lau lingekuwa limefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi wangelifanya hawa tuliowataja, wangelifanya as-sahaba, wangelifanya tabi'un, wangelifanya atba'u tabi'in, kadhalika maimamu, wala tusingeweza kuwatangulia wao katika kheri ambayo inapatikana katika Qur'ani na Sunna, alafu waache hawa wote. Sasa ubora wa hawa watu ungekuwa wapi? Kama jambo lililokuwa ndani ya Qur'an, jambo ambalo liko ndani ya Sunna, wanaweza wakaacha hawa wote kwa karne 4, miaka 400, hakuna hilo jambo, alafu jambo hili liwe ni la kheri, la ibada, la dini, lenye ujira kama wanavyodai, hali ya kuwa hawa wote kwa miaka 400 hawalijui jambo hilo. Kwa hiyo hii ni katika bid'a kubwa kabisa iliyozuliwa katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika na ubaya wa wale waliozusha, kwa sababu ni batiniya al-Qurmutiyya, ambao wanachuoni wamewakufurisha watu wenye bid'a kama hizi, bid'a za batiniya. Na ajabu iliyopo, watu wa bid'a huwa wanapata nashat na uchangamfu mkubwa katika mambo ya bid'a, wakizembea katika mambo ya kisheria. Na hivi ndivyo inavyokuwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wazayyana lahumush shaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil, shaitani akawapambia matendo yao mabaya wakayaona mazuri, bid'a wakaona ni qurba, wanajikurubisha kwayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawazuilia na njia ya Allah. Fasaddahum 'anis sabil, sabili ipi? Ni ile aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kwa shaitani akawazuilia na njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah alishasema wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, msifate subul. Kwa maneno ya Mujahid rahimahullahu ta'ala, albid'a washahawat, as-subul ni bid'a na mambo ya matamanio, kufuata matamanio pasi na dalili kutoka katika kitabu na Sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo watu wa bid'a huwa wanapata nashati kubwa katika mambo ya bid'a, kisha wanazembea katika mambo ya kisheria, na hili liko wazi, wala halihitaji bahth, halihitaji utafiti wa kielimu kulibaini. Liko wazi, kila anayeshikamana na bid'a basi ndivyo ambavyo anakuwa mbali na mambo ya kisheria yaliyothibiti, anakuwa mbali. Na hii ni sehemu katika adhabu, ni aina ya adhabu kwa watu wa bid'a, kutowafikishwa katika mambo ya kisheria, mambo ya Sunna, kwa kadri ya vile wanavyoshikamana na kuzama katika bid'a. Kwa hiyo kwa kadri ya kule kuzama kwake na kuingia katika mambo ya bid'a, ndivyo anavyokuwa mbali na mambo ya kisheria. Kwa hiyo aliyekuwa 50%, hivyo hivyo atakuwa ni 50% katika atakayekuwa 70, 90 wa hakadha. Kwa kadri anavyozama katika bid'a, ndivyo anavyokuwa mbali na mambo ya kisheria na mambo ya Sunna. Wa hadha min khuturati albid'a, na jambo hili linaonesha ukhatari na uzito wa bid'a kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, annaha tumitu sunna, kwamba bid'a inaua sunna, inaua ile dini halisi, dini sahihi aliyoifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallama, alafu bid'a ndio inachukua nafasi yake. Ndio maana wanapata nashat
uchangamfu, jur'a na inshirah ya kifua katika mambo yao ya bid'a, lakini katika mambo ya kisheria wanakuwa wazembe. Wangapi ambao wanakesha kwenye maulidi lakini hawaswali? Matariku sala. Haya, kuna khilafu juu ya uwajibu na ufaradhi wa swala. Sasa wangapi ambao ni matariku sala lakini huwaambii katika mambo ya maulidi, wakitoa mali zao, nafsi zao, lakini ni watu ambao kusimamisha swala imani hiyo hawana. Lakini angalia nashati yao katika mambo ya bid'a, na wengineo wengi ambao wanapita katika njia hii. Ndugu zanguni wa Kiislamu, bid'a ina hatari kubwa, ikiwemo bid'a hii ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أوصيكم مرة ثانية وإياي تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته إنه قد فاز المتقون. ndugu zangu wa Kiislamu, ومن خطورة البدع أيضا miongoni mwa hatari za bid'a vile annaha iftira'un ala Allah, kwamba bid'a ni kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala uongo, kama ilivyopita katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, faman adlamu mimman iftara ala Allah kadhiba liyudilla nasa bighairi ilm. Wa minha, na miongoni mwa hatari na ubaya wa bid'a, annaha shar'un min ad-din ma lam ya'dham bihi Allah, ni kuweka sheria na kujalia sheria jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kulifanya kuwa ni sheria, kuweka ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hazitambui. Na hili pia limetangulia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihi Allah. Na miongoni mwa hatari za bid'a, hakika ya bid'a, ittihamu an-nabii sallallahu alayhi wasallam bil khiyana, kwamba bid'a ni kumtuhumu Mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya khiyana, kwamba kuna mambo ya dini aliyaficha, hakuyadhihirisha na kuyafikisha kwa umma, kama anavyosema al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ahdatha bid'atan faraaha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala, atakayezusha bid'a na kisha akaziona kuwa ni mzuri, akaiona ni mzuri, basi hapo atakuwa amedai kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanyiana. Yani kuna mambo ya dini mazuri yenye thawabu na ujira, alafu hakuyafundisha. Kwa hiyo huku ni kumtuhumu Mtume sallallahu alayhi wasallam bilisani almaqal. Kadhalika ni kuwatuhumu as-sahaba na wale waliofuata masahaba mpaka aima, kuwatuhumu kwamba wao walikuwa na taksir katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanaacha jambo ambalo au wanaacha mambo ambayo yapo ndani ya Qur'an, kama wanavyodai watu wa bid'a. Huwa wanaleta aya mbalimbali na hadithi mbalimbali wakitetea na kuzihami bid'a zao. Sasa ikiwa hizi bid'a zipo ndani ya Qur'ani na Sunna, alafu masahaba hawazijui, hawakufanya, tabi'in hawakufanya, atba'u tabi'in hawakufanya, na maimamu hawakufanya, manake ni kuwatuhumu kwamba wao walikuwa na taksir katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo hili si sawa, kwa sababu lau yangekuwa haya ni kheri la sabaquna ilayhi, wangetutangulia wao kuyafanya, kwa sababu hatuwezi tukawatangulia wao katika kheri, kwa sababu wao ni watu bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wabora wa watu ni wale watu wa karne yangu nilioishi nao, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sasa iweje hawa waliosifiwa kwa ubora wanaweza wakaacha mambo ya kheri, mambo ya qurba, mambo ya ibada ambayo yametajwa ndani ya Qur'ani na Sunna? Huku ni kuwatuhumu kwamba wao hawakuwa watu bora.
na hili ni jambo baya sana. Miongoni mwa hatari na ubaya wa bid'a, annaha sababu liftiraqi al-umma, bid'a ni sababu ya umma kufarakana, kwa sababu bid'a ndio silaha pekee inayotumiwa na maadui wa Uislamu kwa ajili ya kuhakikisha wanaondoa nguvu ya Waislamu kwa kuwagawa makundi makundi. Kwa hiyo katika silaha wanazotumia ni bid'a. Ndio maana ukiangalia wanapotaja wanachuoni sababu za kudhihiri bid'a, katika sababu zilizopelekea kudhihiri kwa bid'a ni atashabuhu bilkuffar, kujifananisha na makafiri, kuonesha kwamba wao ni sababu ya hizi bid'a, kama tunavyoona bid'a ya Ar-Rafidha imetokana na Yahudi Abdullah ibn Saba, wa hakadha na bid'a mbalimbali kama bid'a ya Jahamia imetokana na Mayahudi. Bid'a ya Qadaria imetokana na Manaswara, asili yake ni Manaswara. Ma'bad al-Juhani alichukua bid'a hii ya kupinga qadar kutoka kwa Mkristo Nasrani. Kwa hiyo utakuta wao na mchango katika kuyachochea mambo ya bid'a kwa ajili ya malengo yao ya kuupiga vita Uislamu. Kwa hiyo miongoni mwa hatari na ubaya wa bid'a ni kufarakanisha umma. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, hakika mambo yalivyo, yote atakayeishi miongoni mwenu baada yangu basi ataona ikhtilafu nyingi. Fa alaykum bisunnati, kuonesha kwamba khilaf, furqa haipatikani isipokuwa kwa kuacha sunna. Ndio maana alipotaja khilaf, alipotaja furqa, akasema namna ya kuziepuka na kuzishinda, fa alaykum bisunnati. Hii inaonesha kwamba bid'a ndio kitu pekee cha kuleta furqa na khilaf katika umma. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutibu jambo hilo akasema, fa alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Wa minha, na miongoni mwa hatari za bid'a ni kwamba matendo ya mtu wa bid'a, amal ambayo imezushwa haikuthibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hurudishiwa yule mwenye kuifanya, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Wal akhir, katika madhara na hatari ya bid'a, anna al-mubtadi'a yahmilu awzarahu kamilatan wa min awzari alladhina yudhilluhum bighairi ilm. Katika madhara makubwa kabisa ya bid'a ni mtu wa bid'a kubeba mzigo wake wa madhambi kwa kuzusha, kwa sababu ni haram kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kubeba mizigo ya wale watakaofuata huo uzushi ambao yeye ameuanzisha au yeye anaulingania au yeye ndio anaofundisha. Basi kila atakayefanya uovu huo, bid'a hiyo, basi yeye anabeba mzigo pasi na kupungukiwa wale waliofuata hiyo bid'a, na wao wana madhambi yao, lakini huyu atabeba mzigo wake na mzigo wa wale. Na hapa tunafahamu kwa uwazi kabisa kwamba miongoni mwa sababu za kudhihiri bid'a na kuenea ni aljahl, kukosekana ilmu ya kisheria. Ni sababu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, liyahmilu awzarahum kamilatan yawma alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala saa ma yazirun. Ametaja bighairi ilm, watabeba mizigo yao ya madhambi kamili siku ya kiyama, na madhambi ya wale waliowapoteza pasi na ilmu, kuonesha katika sababu za bid'a kudhihiri na kuwa na nguvu na kuenea ni kukosekana elimu ya kisheria. Bid'a haiwezi kuwa na nafasi wala kusurvive watu wakiwa wanasoma dini yao, elimu ya kisheria wakaipa nafasi yake. Anasema al-allama
Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, la yuqawimu al-bid'a illa al-ilmu wal-ulama, hakuna mwenye uwezo wa kupambana na bid'a na kuitokomeza isipokuwa elimu na watu wa elimu, maulama wa sunna waliosimama katika sawa. Anasema wa idha fuqida al-ilmu wal-ulama, elimu na wanachuoni wakikosekana, utihatil fursa lilbid'i an tadhhara wa li ahliha an yanshutu, hapo ndio upatikana fursa bid'a kudhihiri na watu wa bid'a kuwa na nguvu, kwa sababu hakuna anayewakosoa, hakuna anayewaradi, hakuna anayebainisha upotevu wao. Kwa hiyo watu wa bid'a wanakuwa na nguvu. Kwa hiyo kila anayezembea kusoma dini yake, basi anachangia kwa namna moja au nyingine kudhihiri na kuenea na kukithiri kwa bid'a na watu wa bid'a kuwa na nguvu, kwa sababu nani atakayewauliza? Nani atakayewadai dalili? Nani atakayebainisha maovu yao na uzushi wao? Walihadha, kwa ajili hii utaona kila sehemu ambayo watu wake wanajitahidi kusoma dini, wanatoa muda wao kusoma dini, basi utakuta maeneo hayo bid'a zinapungua, bid'a zinaenda mbali, na hili ni jambo lenye kushuhudiwa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kushikamana na sunna na tuweke mbali na bid'a. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujulishe haki na atuwafikishe kuifuata, na atujulishe batil na atupe nguvu ya kuiepuka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salah.